Na kusalimu kwa jina takatifu la Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, ambao unaitazama Zumaridi TV. Mimi ni Yohana Gervasi na nipo na Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua, ambapo siku ya leo atakwenda kutufundisha juu ya roho. Kwa nini katika hekalu lake takatifu roho zinashuka sana, tena katika namna ya ajabu kuliko hata ambapo pengine imevyoandikwa katika Biblia, au jinsi ambavyo wanadamu wamekuwa wakisimuliwa, wedha na watu ambao wanajiita watumishi wa Mungu, au hata kupitia historia na kumbukumbu mbalimbali ambazo zinaonesha Mungu aliwahi kushusha roho gani katika uso wa nchi tangu alipopata kuiumba dunia. Utukuzwe Mfalme Zumaridi. Amina. Mtumishi wa Mungu, siku ya leo dunia tuna kiu tupate kujua kwa nini katika agano lako hili, katika hekalu lako roho zinashuka, pengine kuliko hata jinsi ilivyoandikwa au jinsi ambavyo tuliwahi kusimuliwa na wazee wetu kabla tujaokolewa katika hekalu lako. Atukuzwe Mfalme Zumaridi. Amen. Kwanza kabisa nashukuru Mungu tena kunipa nafasi hii kwa bali kwenda kufafanua vitu ambavyo labda uenda unaviona kwenye YouTube wanashindwa kuelewa, kwa sababu hawaje kupata mtu anayefafanua kiundani zaidi kwa habari ya roho. Kwanza kabisa napenda kwanza kumshukuru Mungu atakunipa huduma kama hiyo. Maana huduma kama hiyo naweza nikisema kama haipo dunia nzima. Na ndio ile tukachanganya wanadamu, tukachanganyikiwa kuna nini hiki. Bora kinatokea kile mapepo au nini? Kwa sababu ni kitu ambacho ni kipya katika dunia nzima, hakipo. Kipo tu kwa Mfalme Zumaridi. Na mimi naenda kueleza kwa habari ya roho. Kwanza kabisa Mungu aliyeumba mbingu na nchi, Mungu ni roho. Umeona? Na kama Mungu ni roho, lazima yake aonyeshe uhalisia wa roho. Umeona mtumishi wa Mungu? Mungu ni roho na shetani pia nini? Na shetani pia ni roho. Na kama Mungu ni roho na shetani ni roho, tunamwona shetani akishuka ndani ya wanadamu. Umeona? Tumeona waganga kienyeji nishuka mizimu mle. Sababu ni roho nini? Ni roho chafu ya shetani. Inashuka ndani ya mtumishi wake kwa baada ya kutimiza kile ambacho shetani anataka kitimizwe kwa muda huo. Anaweza kashuka Maimuna, anaweza kashuka Makata, anaweza kashuka nani, anaweza kashuka nani. Unaona? Anasema labda huyu mwenye mwili yuko kuzimu. Muda mrefu haipo katika dunia hii. Umeona yuko chini. Kwa mimi ni jini Maimuna. Nimekapata. Sasa jini Maimuna anaongea hana mwili. Yeye jini Maimuna anaongea ni roho. Umeona, lakini iko ndani ya mwili wa mwanadamu. Lakini sasa mwanadamu kimwangalia unaona kama vile ni yeye ndiye anaongea. Kumbe ni roho nyingine ambayo iko ndani yake kwenye mwili, ameteremshwa wapi? Chini. Umeona? Shetani kama shetani mtumishi wa Mungu na pia na dunia nzima kwa ujumla amechukua kitu kutoka kwa Mungu. Umeona? Yaani yeye hakuwa na chochote. Maana mwanzilishi wa kila kitu ni nani? Ni Mungu. Shetani alikuja ameiga kwa nani? Ameiga kwa Mungu. Na baada ya kuiga kwa Mungu akaja akatumia huku chini. Lakini pia alipoiga kwa Mungu, Mungu aliyarani yale mambo yote ya shetani yakaraniwa. Kwa napenda kuwaeleza watu ndugu wote wa dunia nzima, wa Tanzania kwa ujumla, watu wa nje, majimbo mbalimbali wote mnaotazama Zumaridi News TV. Napenda kuwajuza kwamba roho wa Mungu kwanza hawezi akashuka kwa mtu mchafu. Kitu cha kwanza hicho, hawezi akateremka kwa mtu mchafu roho wa Mungu. Paka kwanza yule anayeshukiwa ajue kweli ya Mungu na ikae ndani yake na afanye sheria za Mungu na uchafu wote wa humo nini? Humo ndani yake. Na ile kweli ya Mungu, yani kupitia mafundisho anapoa ipokee kweli na kanda ndani yake ya mtunyanga. Inamsafisha na mtolea kama kwa mapepo yanakisha yote yanatoka. Kama alikuwa na manguvu tu ya giza yote yale, yote anakisha Mungu amemsafisha. Ile kweli ya Mungu, ile neno ambaye ni Mungu mwenyewe anaweka makao ndani yake. Anakuwa ameshahakikisha amemtakasa, amemsafisha, amemuosha. Ndipo inakuja na shuka ile roho. Ndio. Umeona ile roho ya Mungu sasa. Anaweza kashuka Elia, anaweza kashuka Musa, anaweza kashuka Isaya, anaweza kashuka Mungu mwenyewe kama jinsi tumisha Mungu alivyoelezea jana. Umeona, anaweza kashuka Mungu mwenyewe, anaweza kashuka kwa lugha ya mbinguni, anaweza kashuka kwa lugha ya Kiswahili wanadamu wote wamuelewe. Lakini kwanza yule mtu amemfanyia ukarabati wa hali ya juu. Kamtakasa, kamsafisha na mkemea dhambi zote na amehakikisha kwamba yule mtu ana hofu ya Mungu ndani. Ile hofu ya Mungu ndani ndio inamvuta ile roho wa mbinguni. Mungu anapomteremsha ile roho inaingia ndani ya mtu kupitia hofu aliyonayo ya kimungu ndani yake. Labda kabla tujaendelea sana, kwa upande wako wewe unaona tatizo ni nini ambayo inasababisha wanadamu wakisikia mtu anasema mimi ni Kristo, nimeshuka kutoka mbinguni, wahofie kwamba atakuwa ni pepo na sio Yesu Kristo, hali ya kuwa hata kama ni kanisani? Nani lazima waseme hilo. Na mimi kwa hilo siwezi kulaumu. Kwa sababu hawaelewi. Umeona? Wanasema hivyo kwa sababu katika macho yao yalizoea kuona majini ndani ya mwanadamu.
Umeona macho yao yalizoea kuona majini ndani ya mwanadamu, jinsi inavyogaragaza, inavyoongea kwa hasira, tikanywe damu nini na nini. Kwa hiyo macho yao yalizoea kuona mapepo ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo akija kuona sasa kwamba Mungu ameshuka na ongea huyu hapa, hawezi akaamini kwa muda ule, mpaka kwanza apate mafundisho na maelekezo ndipo ataamini. Lakini kwa kuangalia tu vyombo vya nini vya habari hivi, hawezi akasadika moja kwa moja kwa muda ule. Kwa sababu macho yake yamezoea kuona nini? Mapepo. Unaona, hajawahi kusikia Yesu anaongea ndani ya mwili wa mtu, hajawahi kusikia Mungu anaongea ndani ya mwili wa mtu, hajawahi kusikia Elia au Yesaya anaongea ndani ya mwili wa mtu. Macho yake tangia amezaliwa amekuwa ana miaka 2 3 mpaka kufikia hata miaka 50. Macho yake yamezoea kuona majini ndani ya mwili wa mwanadamu yanaongea. Kwa akiona kama huyu ni Mungu anaongea, lazima akatae. Na mimi siwezi kumlaumu kwa sababu hajaelewa, ila akieleweshwa kama sasa hivi vinavyomuelewesha, hawezi akakataa. Mbona shetani ametoa tekniki kwa Mungu, lakini mwanzilishi wa kila kitu ni Mungu. Sasa turudi kwenye roho ambaye ni roho wa Mungu, yaani Mungu mwenyewe aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye huwa anashuka ndani ya mtumishi Penina Steven ambaye tumezungumza naye siku ya jana kwamba Mungu anashuka ndani yake. Hii pia nadhani hata katika Biblia zani kama imeshawahi kuandikwa, mimi sio msomaji sana kisa kama imeshawahi kuandikwa kwamba Mungu alishuka ndani ya fulani akaanza kuzungumza, mimi ni Mungu ndiye aliyeziumba mbingu na nchi hivi na hivi hivi na hivi. Hili hapa nalo ndio linazidi kuwachanganya watu zaidi. Yaani ni bora wakisikia Yesu anasema labda Elia, sasa wanaposikia Mungu anasema, hapo ndo kabisa watu wanaoa. Yaani kwa kweli mimi napenda kuambia watu wote wanaotazama kwenye Zumaridi News TV hawana makosa. Wanaposikia Mungu amesema hawana makosa kuchukia au kasika au kuongea, hawana makosa kwa sababu nimetangulia kusema kwamba shetani alichafua. Umeona, alianza kwanza akachafua. Kwa hiyo akija Mungu akasema lazima heshima yake zitakuwepo. Umeona? Na hili swala la kushukiwa na Mungu ni swala ambalo halijawahi kutokea. Hata Biblia uisome mwanzo mpaka mwisho. Ni kitu kipya ambacho Mungu amekiweka katika kazi tulionayo hii, katika kizazi cha 7. Na Mungu anamtumia mtu kulingana jinsi anavyotaka Mungu. Mungu aliwatumia watumishi wa Mungu waliopita kama alivyopenda. Umeona? Na hizo ndio kwamba zikushuka. Ndio. Tukiangalia kwenye siku ya Pentecost kwa mitume, matendo ya mitume. Zilishuka roho nyingi sana ndani ya mitume. Waliongea mpaka lugha za watu. Mtu anaongea lugha ya Kiarabu kati ya Yesu Mwarabu. Anaongea lugha ya Kichina kati ya Yesu Mchina. Waliongea mpaka lugha za wanadamu, mpaka wanadamu kusema ile kuwaje hawa wanaongea lugha zetu? Hawa tukao wamechanganyikiwa. Lakini Petro akamwambia hapana. Sio kama wamechanganyikiwa, huyu ni Mungu. Maana tukamchukua. Kwa hiyo swala la kushukiwa na roho sio kama tu tunalianzia kwetu, lakini kushuka Mungu ndio limeanza galo hili. Lakini habari ya roho nikiangalia kipindi cha Musa, muone wana wa Israeli walipomchanganya Musa wana wa Israeli, Mungu alimwambia Musa, muone, chagua wazee 70. Muone, chagua wazee 70. Maana wazee sio wazee wenye mvi. Watu wenye ufahamu wa jua kimungu, ambao wameshajua neno kiundani, au ndio wazee wamekuwa kiroho. Chagua wazee 70, kisha ujigawe roho yako ingie ndani yao. Muone, ikishaingia ndani yao, roho yako ndani yao ianze kutabiri. Iwatabirie wana wa Israeli wapate wanayotaka. Na kweli Musa alifanya vile. Alichagua wazee 70, watu ambao wameshajua kweli kabisa kiundani ya Mungu wa ndani ya Musa. Sio mtu anayekuja from nowhere anainuka na ingia roho, hapana. Mtu ambaye ameshajua kweli ya Mungu ndani yake. Umeona? Alipochagua kweli wazee 70, alichagua 70, lakini wengine walikuwa kambini hivi. Umeona? Baada ya kuziruhusu ile roho alipojigawa tena, yeye Mungu alimwambia jigawe kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Musa. Ndio. Umeona? Kwa Mungu alitoka ndani ya Musa akajigawa, akaingia ndani ya wazee 70. Wakatabiri, wakatenda miujiza, wakaambia watu haya jitakaseni roho zenu. Tayari Mungu atakaje afanye wasaidie. Kwa kujitakasa roho zao, wakatabiriwa na wale wazee 70. Wale wengine walikuwa nyumbani kule kambini, wenyewe wakashukiwa na ile roho. Musa aligawa roho akiwa kwenye hekalu. Wengine walikuwa nyumbani na gari utendaji wa kazi wa roho. Ile roho ilishuka kule nyumbani, wakaingiwa wale wawili. Umeona? Wakaanza kutabiri mpaka watu wakajaa hivi pale mtaani. Watu wakajaa wakamiminika, wakaanza kushangaa hiki nini, hao wanaongea lugha gani? Kwa masuala ya kushukiwa na roho hajaanza kwetu. Ni kitu ambacho kimeanza tangu mwanzo. Umeona? Tangu mwanzo na mpaka leo kinaendelea. Lakini nimekuja kutia fora hii ya agano la 7 kwa sababu ni agano la kumalizia kazi. Ni agano ambalo limetabiriwa na Yohana katika kisiwa cha Patmo, kama itakuja malaika wa 7 kuja kufunga nini? Agano. Na ndio maana mambo ya agano la 7 yanakuwa ni makubwa zaidi ya maagano mengine. Sababu huu ni mwisho.
Kwa lazima Mungu atende makubwa zaidi ya kushangaza wanadamu, ili kusudi dunia ione makubwa ili mrudie Mungu. Amina. Samahani. Pia kwa mtu kuhusu mtumishi wa Mungu Penina. Ndio. Mtumishi wa Mungu Penina kwanza, kabla hajashukiwa na huyo roho ndani yake, alikuja akiwa na kitu kingine ndani yake. Alikuja na kitu kingine ndani yake, alikuja na ufahamu wa kidunia ndani yake. Mungu akamtakasa, akamsafisha na kumbuka Mungu. Nilikuwa nikihubiri, mtumishi wa Mungu alikuwa anavutwa na nguvu ya Mungu tokea nyuma ya hekalu mpaka mbele. Anafika na binuka na amuka, anaanza kutakaswa, anasumbuka. Kumbe Mungu alikuwa anatafuta njia ya kuingia ndani ya Penina. Kwanza akamsafisha ndani kama ya mwaka mzima na kitu. Sasa ndio kufika miaka 2 ya kufanyia utakaso, kutolewa giza. Ndipo Mungu alipoweza kuingia ndani yake. Mpaka leo anaongea kwa lugha ya mbinguni, kuwakilishia watu wa mbinguni wajue kinachoendelea wapi duniani. Sababu wao hawaelewi lugha nini ya kidunia hii. Muone kitu kama mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo anapokuwa anaongea pale asiwatie wasiwasi, yule ni Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Maana Mungu haonekani kwa macho, huwezi kumuona, ile ni roho. Kwa kutaka kuongea na wanadamu, anashuka ndani ya mwili wa mwanadamu. Kama shetani anataka kuongea na wanadamu kwa mganga wa kienyeji, anashuka ndani ya mwanadamu. Kisha anaongea yule na wale yule mtu ambaye ameenda pale kwa mganga. Amina. Tunaamini kuna mengi ya Mungu ulionayo ambayo haujawahi kuiambia dunia wala haujawahi kuyasema, pengine umeyatunza kama siri, pengine labda kwa vizazi ambavyo vinaokolewa baadaye. Lakini tulikuwa tunataka tujue wewe na Yesu Kristo ambaye amemaliza kazi yake kama jinsi ambavyo mafundisho yanavyoeleza, lakini pia uhalisia wa hali halisi ya dunia tunayoishi unakiri na unaonesha wazi kwamba Yesu ni kweli ashamaliza kazi, kwa sababu hata huko wanakuabudu kwa jina la Yesu, mateso na shida hawana tofauti na asiye sali. Wote makimbilio yao ni kwa mganga, aliyesalimika ndio huyo ambaye amepata neema akakimbilia katika mikono yako. Wewe na Kristo mahusiano yenu yakoje? Mara nyingi tumekuwa tukisikia akijitambulisha ndani ya milioni wanadamu kwamba mimi ni Yesu Kristo, lakini labda wanikuta anitambulisha ndani ya bodi la mwanamke, tena Mwafrika, kitu ambacho kinaendelea kuchanganya dunia. Labda wewe na Yesu Kristo mahusiano yenu yako vipi? Kwa sababu wengi ambao wanachunga watu kwa kutumia jina lake na sio roho yake wamekuwa wakilalamika kwamba unampinga Kristo. Siwezi nikampinga hata siku moja Kristo, hata siku hii. Maana Yesu na mimi Zumaridi kitu hiki kimoja. Yesu Kristo alikuwa mwanadamu kama wewe unanitazama, kama mimi unanitazama hapa naongea. Na alizaliwa kama jinsi nilivyozaliwa mimi. Muona? Na kile tu kinachowachanganya wanadamu, maandiko yamefungwa. Muona? Maandiko yamefungwa, na laiti kama maandiko yangeandikwa tukaweka wazi yasifungwe, hata shetani na yeye angeingia mbinguni. Hata mganga kienyeji angeingia mbinguni. Hata mwizi jambazi angeingia mbinguni. Kwa hiyo Mungu aliyafunga maandiko. Aliyafunga maandiko kwa kusudi kwamba ipo siku ndateua